Muungano wa Demokrasia Afrika DUA umetangaza msimamo wake kuunga mkono chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na mwanasiasa Tundu Lissu, huku ukilaani vikali kile ilichokiita unyanyasaji wa kisheria unaoendelea dhidi ya Tundu Lissu na kuitaka serikali ya Tanzania kumwachia huru bila masharti kabla ya kesi yake ya uhaini Julai mosi mwaka 2025. Katika taarifa yao, DUA imesema kesi hiyo inaweza kuongeza mivutano ya kisiasa nchini na inalenga kunyamazisha sauti za upinzani. Tundu Antipas Moghwai Lissu, ambaye pia ni kiongozi wa muda mrefu wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na mshiriki wa DUA, ametajwa kama mtetezi wa demokrasia na haki za kibinadamu, na kurejea kwake kutoka uhamishoni kulileta matumaini ya mabadiliko ya kisiasa. Muungano wa Kidemokrasia Afrika umeonya kwamba matumizi mabaya ya mahakama kudhibiti upinzani ni tishio kwa uhuru wa kujieleza na utawala wa kisheria. Pia imezitaka jumuiya za kimataifa na mashirika ya kiraia kufuatilia kwa karibu mwenendo wa kesi hiyo na kuungana kwa ajili ya haki na demokrasia nchini Tanzania. Muungano huo vilevile umesisitiza kuendelea kuiunga mkono Chadema na juhudi za kulinda uhuru wa msingi barani Afrika. Kuhusu kesi inayomkabili Tundu Lissu, leo Julai mosi mwaka 2025, kesi mbili zinazomkabili Tundu Lissu, mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, zimesikilizwa katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam, ambapo kesi hizo ni ile ya uhaini na nyingine ya uchochezi, ambazo zote zimesikilizwa leo katika mahakama hiyo. Shauri hilo la kesi ya jinai nambari 8606/2025 Jamhuri dhidi ya Tundu Lissu, ambalo limefanyika katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, imehairishwa, ambapo akiahirisha shauri hilo, hakimu Fawidhi Muhini amesema kwamba shauri hilo limehairishwa kwa muda usiojulikana na barua rasmi ya kutangaza usikilizwaji wa shauri hilo itatolewa rasmi. Una maoni gani kuhusiana na taarifa hii? Hebu niandikie maoni yako hapo chini, kisha like na kukomenti. Uandishi wa habari hii ni kutoka katika mkono wa kuume wa Frank Pande. Mimi ni Franki Kashonde.